Kuelekea mchezo wa Simba na Young Africans, mechi ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ambayo inakwenda kuchezwa tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, Dar es Salaam, ambapo Simba ndio mwenyeji. Bodi ya ligi tayari imekwisha kutangaza waamuzi ambao wanakwenda kuamua mechi hiyo, na hivi sasa waamuzi wanatoka nje ya nchi mara baada ya kuwa mechi ya awali maneno yalikuwa mengi sana. Sasa hivi bana, waamuzi wanatoka nje ya Tanzania, na kwa mujibu wa ripoti zilizopo mpaka hivi sasa ni kwamba mwamuzi wakati wa mchezo huo atakuwa ni Hamza El Farouk akisaidiwa na Lahsin Azkawi kama mwamuzi msaidizi namba 1 na Hamza El Nasri kama mwamuzi msaidizi namba 2, huku Mustafa Kochaf akiwa ni mwamuzi namba 4. Moja kwa moja haya majina unajua kwamba ni kutoka kaskazini mwa Afrika, kwa maana ya Morocco, ndo ambao wanakuja kuchezesha mtanange huo. Na kwa hivi sasa kinachoendelea ni maandalizi kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo kwa upande wa Simba kuhakikisha kwamba mechi hiyo inakwenda vizuri zaidi. Kumbuka kwamba hata mechi ya mwaka uliopita ilichezeshwa na waamuzi kutoka nje ya Tanzania, achana na mechi ya kwanza ya msimu huu, kwa maana ya ambao Yanga alikuwa mwenyeji kwenye dimba la New Amaan Complex pale Zanzibar. Lakini hii hapa na yenyewe inakuja kuingia kwenye historia nyingine ya mwamuzi kutoka nje. Kwa upande wa Simba, wao wameweka wazi kwamba hii ni moja kati ya mechi ambazo wanazihitaji kwa nguvu zao zote ili tu waweze kutengeneza mazingira bora ya kutafuta ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ambao wamekuwa wakiusaka kwa muda mrefu hivi sasa. Lakini kocha Steve Barker pia ameshaweka wazi kwamba kikosi chake kipo imara kwa ajili ya kwenda kucheza mtanange huo na kuwataka mashabiki wa Simba kuondoa wasiwasi kuhusiana na mechi hiyo ambayo wanakwenda kuicheza. Lakini vile kwa upande wa Young Africans na wenyewe mechi hiyo wanaitaka ili kuweza kutengeneza gap kubwa la point kwa maana ya alama lililopo kati yake na Simba Sports Club kuelekea mbio za ubingwa 2025 2026. Na kitu kizuri zaidi ni kwamba kabla ya mechi hii ukumbuka kwamba pale Zanzibar kwenye kombe la Muungano Simba na Yanga tena wanakwenda kukutana kwenye finali. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ndani ya wiki moja tunakwenda kushuhudia mechi mbili za Simba na Young Africans, moja kati ya historia nzito kweli kweli kwenye soka la Tanzania. Sikumbuki ni mwaka gani ilitokea hii ndani ya wiki moja dabi mbili kuchezwa, lakini msimu huu ndio hivyo inakwenda kutokea. Na hii hapa itaongeza chachu pia. Mtu ambaye atapoteza klabu ambayo itapoteza kwenye mechi ambayo anakwenda kucheza Aprili 29 kwenye finali ya kombe la Muungano pale visiwani Zanzibar, atakuwa ameongeza chachu ya mechi ya Mei 3, kwa sababu sio rahisi timu kukubali kupoteza mara mbili, hasa kwenye hizi klabu mbili kongwe Simba na Young Africans. Na ukumbuke kwamba kwenye mechi ya finali ya kombe la Muungano lazima bingwa apatikane, kwa hiyo hakuna sare pale. Sasa ikitokea kuna mtu kapigwa pale, basi naamini hawezi kukubali kupigwa tena kwa mara nyingine ya pili zaidi. Yote kwa yote tusubiri tuone ni kipi ambacho sasa kitatokea kuanzia hii mechi ya finali ya kombe la Muungano mnamo Aprili 29, hadi kadhalika ile mechi ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ambayo inakuja kupigwa kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo Mei 3, 2026. Yapi ni maoni yako? Niandikia hapo chini na ujumbe wako nitauona, na mambo yatakwenda vizuri zaidi na zaidi.